Nataka tuwape briefing ya kesi kama ambavyo tulizungumza jana kwamba leo mahakama ingetoa uamuzi mdogo baada ya upande wa jamhuri kufunga kesi yao siku ya jana. Sasa leo asubuhi kwa bahati nzuri mahakama imefanya kazi hiyo na imeshasoma uamuzi wake mdogo na baada ya hapo baadhi ya wenzetu watapaswa kujitetea. Sasa nataka nianze nyuma kwenye hati ya mashtaka, makosa ambayo Yohana Kaunya na wenzake 20 walikuwa wanatuhumiwa nayo, jumla ya makosa 11. Sasa ndani au kati ya makosa hayo 11, makosa mawili yalikuwa walikuwa wanashtakiwa au wanatuhumiwa kwa wizi wa kutumia silaha. Kwa mujibu wa sheria zetu za Tanzania, makosa hayo hayana dhamana. Kwa hiyo makosa hayo yaliwanyima dhamana, wakalazimika kukaa ndani. Sasa leo kwenye uamuzi wake mahakama imetamka kwamba upande wa jamhuri walishindwa kuonyesha angalau kama watuhumiwa hawa walifanya makosa hayo. Kwa hiyo mahakama imepitia kosa la kwanza, kosa la pili, kosa la tatu mpaka kosa la 11. Sawa? Imepitia makosa yote hayo na baada ya kujiridhisha imewaachia huru watuhumiwa 14 kati ya 21. Alafu watuhumiwa 7 mahakama imesema kwa sababu walitajwa na mashahidi waliokuja kutoa ushahidi wake hapa, angalau wamepewa fursa na yenyewe wajitetee ili mahakama iweze kusikiliza huo utetezi wao. Kwa hiyo tunapozungumza sasa hivi angalau tunashukuru kwa hicho kidogo, sio? Tunashukuru kwamba vijana wetu 14 kati ya 21 wamekutwa hawana kesi ya kujibu. Ni bahati mbaya tu kwamba kwenye mfumo wa masuala ya haki jinai hapa nchini hauko vizuri. Mtu amekamatwa tangia mwezi wa 11 mpaka sasa, alafu mahakama inasema hana kesi ya kujibu. Wa 11 yuko ndani, wa 12 yuko ndani, mwezi wa kwanza yuko ndani, mwezi wa pili yuko ndani, mwezi wa tatu yuko ndani. Leo mwezi wa 4 tarehe 22 mahakama inasema mtu hana hatia, inamwachia naenda nyumbani baada ya kupotezewa muda siku zote hizo. Sasa kwa hawa wengine ambao mahakama imesema wana kesi ya kujibu, kama nilivyotangulia kuambia hapo awali, kilichowaweka ndani ilikuwa ni makosa mawili ya wizi wa kutumia silaha, na hayo mahakama yenyewe imelizika kwamba hakuna kesi iliyotengenezwa, hakuna kitu chochote kilichoonyeshwa ambacho kinaweza kuwafanya hawa angalau wajitetee. Kwa sababu hiyo hata hao watu 7 tumeomba dhamana zao mahakamani na mahakama imekubali na imeweka masharti. Kwa hiyo hapa kama mnavyoona wenzetu wako huko wanakimbizana kwa maana ya kuandaa nyaraka za dhamana ili tuweze kuwawekea hao watu wengine 7 hiyo dhamana waweze kuja uraiani, twende tukale nao ugali angalau leo, ikishindikana kesho asubuhi sana. Sawa sawa? Kwa hiyo wenzetu wako kule na tunaomba kama tulivyoanza kwa kushirikiana tukaja wote hapa mahakamani, tukamilishe pia hilo zoezi la kutafuta hizo nyaraka na hivyo vitu ambavyo mahakama imesema tuvipate, tuje tuwawekee dhamana na hatimaye tuondoke wote kwa pamoja tukiwa watu huru. Sawa sawa jamani? Kwa hiyo kutoka kwetu mawakili ni hayo. Zaidi ninawashukuruni sana kwa kututia moyo. Mmekuwa nasi. Kesi haijafika mwisho lakini at least tuko wote, tuko wengi, sio? Na leo naona na vigogo wa chama wamekuja pia kama ambavyo wamekuwa wanafanya kwa nyakati mbalimbali. Mnakumbuka kuna kipindi makamu mwenyekiti wa chama taifa alikuwa hapa, sio? Na leo yuko katibu wetu wa kanda, yuko hapo, nafikiri atapata fursa. Tunawe mwenyekiti wa mkoa, wako viongozi wa jimbo na wako viongozi kwenye ngazi mbalimbali ambao wameona na sisi ngoja twende kila mtu kulingana na ratiba yake. Kwa hiyo tunawashukuruni kwa kuja, na wakazi wa Bunda ambao tumekuwa na nyie siku zote, haiishi mpaka imeishe, sio? Kwa hiyo tunaendelea nayo. Kwa hiyo kwa sababu sisi ya kwetu ni hayo na briefing fupi ni hiyo. Kesho kama hatutafanikisha leo dhamana, tutaendelea kesho kuwapa dhamana, lakini kwa sababu sisi Chadema tumenyoka, tumeiambia mahakama tutakuwa tayari angalau hata kuanza kujitetea kesho. Sawa? Mimi na jopo langu la mawakili, wakili Masaba, wakili Alois hapa, tunafanya kazi ya kufanya maandalizi. Tutawapatia dhamana, lakini tutamwambia mheshimiwa tusiondoke hivi. Angalau usikiliza hata mtu mmoja jitetee. Angalau tupunguze au kamlima, alafu baadaye tukija tunamalizia.
Tunajua kwamba mahakama itafanya kazi yake na tunashukuru mpaka hapa tulipofikia. Chadema, Chadema, mabadiliko ya kweli na uhuru wa kweli. Ukijua hiyo, wewe huwezi kuwa sehemu ya Wakatoliki wa Vijora. Si mnawajua? Wale wanaovalishwaga kanga, wanaambiwa naenda mkaimbe mwamba mwamba, na kwamba sisi ni Wakatoliki. Sasa na Chadema nao tumeanza kuona watu wa aina hiyo. Naanza kwa ajili ya salamu, kwa ajili yenu mjue. Mpimeni mtu hata kwa salamu yake. Mjue huyu ni mwenzetu. Hata kwa salamu tu. Unamwambia mtu Chadema vema. Chadema mara ya pili anasema kidumu daima. Huyo sio mwenzetu. Sawa sawa? Hilo ni kwa ajili pia ya kuwasaidia wale wanaokuja Chadema kufanya biashara. Chadema haitafuti kujenga wafanya biashara. Chadema inatafuta mabadiliko ya kweli na uhuru wa kweli. Uhuru wa kweli hauna rushwa. Uhuru wa kweli hauna mambo binafsi ya kwamba mimi nimepata wengine wapate shida. Na ndio maana tunawapongeza sana nyie ambao mlikuwa hapa. Mlikuwa mnatafuta uhuru wa kweli kwa ajili ya ndugu zetu waliokuwa hapa mahakamani. Mungu awabariki sana. Amina. Na kwa niaba ya wanachama wote wa Chadema mkoa wa Mara, sisi kama Chadema mkoa wa Mara tunawashukuru sana mawakili wetu. Amina. Amina. Kwa kweli kabisa tuwapigie makofi. Mawakili wameonesha maana halisi ya kwamba kazi yao ni ya wito. Sio rahisi kumpata mtu kama Garubindi. Ukitaka kujua, kuwa na kesi yako binafsi. Ukitaka kujua uzito wa wakili na gharama yake ya kumtunza, wewe kuwa na kesi yako binafsi afu akuombe gharama. Ndio utajua gharama ya wakili. Lakini mawakili wetu, Mheshimiwa Masaba, Mheshimiwa Garubindi, Mheshimiwa hapa Alois, na Alois sasa umeshajulikana kwenye chama bana. Na kadi utapewa. Mheshimiwa Alois, Mheshimiwa wakili Mahinyira, Matata wamekuwa hapa, na ujue Mahinyira ni mjumbe wa kamati kuu, Matata ni mjumbe wa kamati kuu, Garubindi ni mkurugenzi wa sheria wa chama. Nafasi ile kwa nayo Lissu aliyoanza nayo. Na yeye sasa ni mjumbe wa kamati kuu. Yuko Masaba. Au wanyuma mtulie kidogo. Yuko Masaba ni mwenyekiti wetu wa kamati ya sheria wa kanda. Ameonesha nafasi hiyo kwa nini aliiomba, na ameionyesha kwa vitendo akiwa hapa, tumpigie makofi. Amina. Mambo ni mawili eneo la mawakili. Cha kwanza, sisi tutaendelea kuwashika mkono kwa sadaka yoyote ndogo tunayokuwa nayo kama mkoa. Kwa sababu mjue chama chetu hakina ruzuku. Si mnaelewa Mimi mwenyekiti wa mkoa silipwi wala sina posho. Wale ambao wanasemaga ni wale wa kijani kwamba eti wana mafungu. Fungu lipi, la mchicha au la nyanya? Sisi Chadema tunaga mafungu. Sisi mafungu ni nyie. Kama wewe hujanishika mkono kwa chochote, ujue kwamba umenisababisha nisionekane mimi ni mwenyekiti wa mkoa. Kabisa. Mimi kama mwenyekiti wa mkoa wa Mara, sitaruhusu mtu yeyote kwenye mkoa wangu kutengeneza skendo zake sirini. Kwenye mkoa wangu nasema, kwenye area zangu, na mwenyekiti wa wazee wa mkoa yuko hapa. Wa wilaya Msoma mjini yuko hapa kwa niaba ya wazee, atawaambia. Na Bavicha wako hapa. Mnisikilize nyie, ndio waga mnaandika kwenye magrupu. Kuna kundi linachafua mawakili. Kuna kundi liko sirini, linajua lenyewe linamtumikia nani, linasema wakili fulani amehongwa, wakili fulani amehongwa. Mnalionaga hilo kundi? Msihusike kuforward hiyo message wala kumtukana wakili, kwa sababu mawakili wametupigania nyakati ngumu ambazo hata kwenda mahakamani tu mtu alikuwa hawezi kwenda, lakini wao walionekana mahakamani. Leo tumeona mambo yanaanza kufunguka, Mungu anafungua njia. Sasa tunaanza kuwaita mawakili kwamba fulani mnajua amehongwa, fulani amehongwa. Hiyo heri uliiona? Sisi watu wa mkoa wa Mara hatutatukana wakili yeyote, kwa sababu wakili ni kama mchungaji wa kanisa. Ukianza kumtukana mchungaji wa dhehebu fulani, ukifikiri nimemtukana wa PAG, yule wa KKT atasema hawa washiriki wanatukana wachungaji, atakuogopa.
Ukimtukana wakili huyu, ukifikiri Garubindi anafurahi, kumbe naye ananungunika kisirisiri. Nguvu yake ya kujitolea inapungua. Wangapi tunaelewana? Kabisa. Jukumu letu sisi kama Chadema mkoa wa Mara, tutaendelea kuchochea majukumu ya mawakili kujitolea zaidi, na kwa kufanya hivyo tuna kitu kinaitwa Tone Tone Ambassadors, na mimi ndio mwenyekiti. Tone Tone Ambassadors leo tutamkabidhi Mheshimiwa Garubindi na mawakili wenzake shilingi 800,000 kwa ajili kwamba kesho waendelee kidogo wapate vinguvu, sio malipo. Lakini pia tutawakabidhi familia hizo zilizobaki hapo ndani shilingi 200,000 au watu 7 kwa ajili familia zao hata angalau ziweze kupata chakula. Hilo ndilo ambalo tumesema Mheshimiwa Garubindi, na kwa sababu katibu wetu wa kanda yuko hapa, hilo zoezi litafanyika Sunday. Hizo hela uzitoe keshi, wasije wakasema ni maneno. Kwa hiyo kama hujatoa wewe utoe, na Sunday ni sehemu ya mtunza hazina wa hilo. Tulianzisha hiyo Tone Tone Ambassadors kwenye mkoa wetu, tukaungwa mkono na watu nchi nzima, akiwemo Mariam Makaa yuko hapa. Na hao watu waliotuunga mkono, akiwemo hata Masaba, walituunga mkono, tukawa tunaendelea kulipia ofisi ya makao makuu umeme kwa muda wote. Sisi tumeendelea na hiyo kazi. Na maji na walinzi tulikuwa tunampa huyu mkurugenzi wa fedha. Sasa leo hiyo sadaka tumesema sasa irudi hapa kidogo ili iweze kutetea hapa. Jamani, mnasemaje? Amina. Fursa hii niliyopata leo kuangalia kitendo kilichonipata kwenye mji wangu. Mimi naitwa Stella Magwali Mtandu. Kabila langu ni Mjita. Mtoto wangu alikamatwa tarehe 2 mwezi wa 11. Ilikuwa saa 7 za usiku amelala. Paka mtoto akafikishwa kituoni, akakaa wiki 1.5, akapata fursa ya kuingia mahakamani na kwenda magereza. Amekaa ndani ya miezi 6. Mtoto wangu leo nashukuru Mungu, mawakili wametetea haki ya binadamu inavyotakiwa. Mungu awajalie, waongezee nguvu za maisha na moyo waliokuwa nao. Mtoto wangu anaitwa Moja Chigwenyi Masunje. Alikuwa hajaingia chama chochote kwamba yuko mpinzani wa chama kipi. Bado alikuwa kijana anamaliza shule ya msingi ndo akakamatwa. Kwa hiyo ninashukuru sana kwa nguvu za Mwenyezi Mungu, Chadema ilivyonitetea mtoto wangu mpaka leo nimemuona, nimekuwa naye na faraja. Kwa hiyo tangu leo mimi nilikuwa hati ya CCM, natoka CCM na ingia Chadema. Kwa sababu mimi Chadema ndio imenifanya mwanangu mpaka nimemuona, nililia kwa nguvu za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo sisaliti Chadema mpaka kufa kwangu. Tunashukuru jamani, tumpigie wakili wetu makofi. Kama alivyosema katibu wa kanda wakati anazungumza muda ule, sisi mawakili tunaendelea kuwashukuru. Na mmekuwa na sisi hapa muda mrefu. Ni mazingira ya ugeni, lakini najua kwa mfano Masaba sasa Bunda hapa mshakuwa mwenyeji. Na watu wa mkoa wa Mara sisi ni wakarimu sana, tofauti na watu wanavyosemaga huko nje. Lakini jingine kubwa ambalo tumeona, tumempata pia wakili, na yeye anajua faida za kuwa wakili upande wa kutetea haki, si ndio hivyo jamani? Kuna mawakili wengine ni mawakili kwa ajili ya kutafuta hela, lakini nyie ni mawakili kutetea haki. Kwa hiyo mheshimiwa, mimi nafikiri ukiwa tayari, mimi mwenyewe kama mwenyekiti wa mkoa nitakukabidhi kadi ya chama kwa heshima kabisa, na tunaomba ikikupendeza uwe sehemu ya jopo la mawakili kwenye mkoa wetu ambao tunawategemea. Lakini sisi mara nyingi huaga ni kuamini kwamba unajitolea. Kazi yetu hizi ni kujitolea na kutoa, sio tu kujitolea. Huwa kuna kujitolea na kutoa. La tatu, tumeshukuru kuona mama zetu wengi hapa ambao wameonyesha kwamba kwa mambo yale yaliyofanywa na wao wamekimbia hicho chama ambacho kinakandamiza watu. Mama, na wewe umekimbia ya hicho chama? Umetokamo? Umetokamo? Kwa Mungu mmoja. Mama amesema mwenyewe. Au nimekusemea mama? Unasema kwamba msema. Yuko sawa. Sema tusikie. Angalia pale. Leo nimetoka kwenye CCM. Ni hapa. Kwa
Mmoja. Amina. Na wewe mama? Na mimi tangu leo nimetoka kama nilikuwa mwana CCM. Lakini tangu nilikuja hapa Bunda, ndio kijana wangu akakamatwa. Naona Chadema ndiye nasuluhisha. Nikienda huko pale nyumbani naona Chadema. Chochote naona chakula ambao nakula Chadema. Sasa nimehama kule CCM. Tangu sasa niko hivi. Tangu sasa huko? Angalieni mama anachosema. Tangu sasa huko? Yuko hivi. Kwa hiyo hauko hivi. Yu umekataa? Nimekataa. Sasa hivi huko? Mbele ya Mungu. Huko? Huko? Na wewe? Na mimi hivyo hivyo. Huku? Huku? Haya. Sasa naomba niwashike mkono. Asanteni sana. Sasa nyie. Sasa hawa wamama, Mheshimiwa Mgeta. Naam. Hawa wamama hawa mwenye kiongozi wa Bunda hapa aliyepo, nafikiri Mgeta ndio. Nyuma yako hapo yuko mama Tatu hapo Mama Tatu yuko wapi? Tausi atashughulika nao. Hawa pamoja na wakili. Ziara yangu nayo kuja hapa tutawapokea kiheshima kabisa. Amina. Na nafikiri watakuwa wengi. Hawa wameonesha dhahiri kwamba dhuluma inachukiza. Ukifanya dhuluma kwa watoto wako nyumbani kwako, ukafikiri kwa sababu niliwazaa ngoja niwaumize, watakimbilia kwa jirani. Unapofanyia watu dhuluma kwa kufikiri mwana CCM aliyoko CCM anapenda kila mwana CCM, si kila mwana CCM anapenda dhuluma. Mnanielewa vizuri? Kuna wana CCM wanaamini CCM bado ni ile ya Mwalimu Nyerere. Ile ya binadamu wote ni sawa. Hii ya sasa ni ya waranguzi. Hii inaweza ikauza bandari mama. Hii inatengeneza genge la kuteka mtu na kupotea naye. Hiyo bado sio CCM ile ambayo tulikuwa tunaimba CCM juu, chama chetu kimeleta mapinduzi Tanzania, jembe na nyundo. Sio hii. Sio hii tuliokuwa tunaimba parade. Mimi nilikataa nikiwa primary. Kwa hiyo mimi mama yangu wanasema Mtume Paulo alisema nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza na imani nimefanya nini? Sasa wewe ulianza vibaya. Cha msingi unamalizaje? Mwendo. Wewe utamaliza, mama zangu msihofu, mmemaliza mwendo vizuri. Na mmekuja sehemu sahihi. Na kwa kuwa sisi Chadema hatuna ubaguzi. Kidogo tulichokuwa tunachanga kilikuwa kinawafikia nyie. Hatukusema eti hawa ni wana CCM wako humu, si ndio mheshimiwa wakili? Wangekuwa wao wangekuwa nakuja wanaitana kichama. Lakini mnaona sisi tulihudumia watu wote bila kujali nini chama. Na nyie mmeona wenyewe, mmeona Mungu kupitia sisi. Sio sisi, aliyeonekana ni Mungu. Kwa hiyo tunawashukuru. La mwisho ndugu zangu, tunaomba familia ya Kaunya